na ambavyo wachezaji wanatajwa kuondoka klabuni kwao na kuelekea klabu nyingine. Hussein Masanza, hebu tuambie kuhusiana na Mohamed Damaro maarufu Chakei na wachezaji wengine ambao wanatajwa kuelekea Yanga na nyinyi mkiwachukua wa Yanga kuja kwenu. Hii imekaaje Masanza? Tutawaona kwenye michuano hii ya Mapinduzi? Wapo nyota wetu ambao mtawaona wanatoka wanaenda vilabu vingine, lakini wapo pia nyota mtaona wanakuja Singida Black Stars kutoka vilabu vingine, mtawaona. Lakini lolote linalofanyika, ndugu zangu, tayari tumeshapiga mahesabu yetu ya kiufundi kwamba tunamtoa nani, tunamuweka nani. Sisi tukiwa tunafanyaga hivi mara ya kwanza watu hawaelewi, wanaona kama mbona kama Singida kama ina lose, alafu baadaye wanakuja kushuhudia moto unavyokuwa. Kwa hiyo sisi tumeshapiga hesabu zetu vizuri. Wapo nyota wetu wataondoka na wengine wataingia, lakini muda wake bado tutazungumza. Lakini Damaro Mohamed Kamara tayari ameshatambulishwa na Yanga. Sababu tayari ni taarifa rasmi. Tumeamua kufanya hivyo kwa malengo pia, kwa sababu ni mchezaji ambaye wote mtafahamu hakuwa anapata game time ya kutosha hapa. Sisi katika eneo la kiungo tumejaliwa, mashallah, tuna viungo wengi wazuri na Damaro ni mchezaji mzuri. Kwa hiyo katika kulinda kipaji chake na kuhakikisha anaendelea kupata game time ya kutosha ili asipoteze ile touch aliyokuwa nayo, tumeona tumpeleke sehemu sahihi. Sasa mchezaji akitoka kienda Yanga au akienda Simba au akienda Azam, timu ambazo tunawiana nazo ubora, akapata nafasi ya kucheza, maana yake tunamlinda ule mchezaji, akirudi Singida moto wake unakuwa uko pale pale. Kwa hiyo yes, ameenda pale, ni kwa mujibu wa makubaliano, mkataba ni mkopo wa miezi 6. Kwa hiyo atamalizia msimu na inshallah huko baadaye atarudi nyumbani. Asiporudi nyumbani maana kibiashara imefanyika. Au labda pawe na loan extension. Mambo yote yanawezekana, ni mpira miguu, jambo la kawaida. Lakini na sisi pia kuna mchezaji ambaye tumeona hatumiki vizuri pale Yanga. Lakini akija Singida tunajua namna ya kumtumia. Balaa jipya hilo litakuja Singida. Tumeona pale hapati nafasi nzuri ya kutumika vizuri, labda pia kwa sababu ya ushindani wa namba. Lakini tunajua akija hapa wataalamu ambao tuko nao hapa, akipata nafasi atafanya mambo makubwa sana. Tanza, asante kwa ufafanuzi huo. Na Salum Nolela, ukitazama kila ambacho Masanza amekizungumza, Damaro ameenda Yanga Afrika kwa mkopo wa miezi 6, lakini wao wanasema kuna wachezaji watatoka Yanga. Ni balaa jipya, unaunganisha kodi. Balaa jipya ni Bala Conte. Yaani balaa jipya unatoa balaa unaweka Bala Conte. Anatoka zake Yanga anaenda zake Singida pale, sambamba maarufu Chakei anatoka Singida kuelekea pale Yanga Afrika. Huu uhamisho wa wachezaji unauelewa ndugu yangu wewe? Nauelewa. Nauelewa kabisa, na kila mtu anaangalia faida yake. Anaangalia mimi hata kama huyu mchezaji eza timu A ya Chelsea, lakini akija kwangu mimi atanisaidia vipi Maziko? Ndio. Ukiangalia mtu kama Damaro Kamara. Damaro sasa hivi alikuwa na struggle kupata nafasi ya kucheza Singida baada ya ujio wa Lidi ya Ucho na uwepo wa kijana Gego pale kwenye eneo ambalo yeye anacheza, kidogo amepata changamoto ya kupata nafasi. Maarufu Chakei pia na yeye ana struggle kupata nafasi tangu naye ajichama. Sasa wao Young Africa ni maeneo ambayo wana shida. Yaani wana shida ya kiungo mkabaji, wana shida ya kiungo mshambuliaji pia. Sehemu ambayo waliondoka Stefano Aziziki kwenye kiungo mshambuliaji, Dumbi ameonekana kama hajakizi mahitaji ya Young Africa. Kwa hiyo ndio maana wamemtazamia maarufu Chakei. Upande wa kiungo wa chini namba 6, wameona kabisa kwamba okay, ameondoka Lidi ya Ucho, mategemeo yalikuwa kwa Musa Bala Conte, na yeye Musa Bala Conte bado hajawapa kile Yanga ambacho walichokuwa wanakihitaji. Sasa tunafanyaje? Ndio. Kwa sababu dirisha dogo hili Maziko, kupata wachezaji haraka wenye quality kubwa kwenye mataifa mengine huko, kwenye timu zingine ni ngumu mno. Na mara nyingi ukifuatilia madirisha haya, hili dirisha dogo, wachezaji wengi wanaopatikana either wamemaliza mikataba wako free, au either kama hawa ambao hawapati nafasi kwenye timu zao kuwaomba kwa mikopo. Lakini kwenda kumnunua mchezaji mwenye quality kubwa kwa klabu kwa dirisha dogo ni ngumu, kwa sababu vilabu wenyewe wanakuwa na mahitaji naye huyo mtu na tayari yupo katika project ya msimu. Umeelewa? Kwa hiyo kuuzia mchezaji nyota ni ngumu. Sasa Yanga wao wamechungulia, wameona hapa ndani mbona kuna timu ina wachezaji wawili ambao sisi tuna matatizo kwenye position hizo. Sisi kama tukiwapata
watatusaidia, kwa nini tusiwachukue? Maruf Chakei anapata nafasi ndani ya Yanga Afrika, anaanza kwenye eneo la namba 10 anaweza kucheza Maruf Chakei. Anaweza kucheza kwa kama Dumbi ataondoka. Anaondoka huyo. Kwa hiyo yeye namba 10 anacheza pale. Maruf anao uwezo huo wa kucheza. Unajua Uchakei msimu juzi tu Simba na Yanga zote zilikuwa zinamgombania kama unakumbuka Maruf. Ninachojiuliza, Maruf Chakei amewekwa benchi na Kratos Chota Chama pale Singida. Damaro amewekwa benchi na Khalid Aucho. Wachezaji hawa wote wametoka vilabu vya Kariakoo. Wameenda kuweka benchi wachezaji ambao wanatoka Singida kwenda Kariakoo. Wanaenda kufanyaje wakati wako kwa benchi na wachezaji ambao wametoka Simba na Yanga? Wameenda kuweka Singida. Sasa hivi Simba na Yanga wote wanawataka wao. Simba wanamtaka Chama arudi. Yanga Afrika ndio hivyo, Maruf Chakei na bwana Damaro. Wakati wako na benchi ndio najiuliza, uone kama ni sajili za ajabu hizi. Hapana, kwenye mpira kuna mchezaji anaweza, ndo unasema anaweza akakaa nje timu A lakini akaja kwenye timu B akawa na msaada. Yaani akakusaidia. Kwa sababu Maziku mimi nimeona watu wengi pia wanabeza hii sajili ya Damaro. Wakisema kwamba huyu mtu yani Singida mpaka wamtoe kwa mkopo, sijui kule alikuwa achezi na nini. Hii sajili ukifuatilia ndio kama tu inataka kufanana na ya nani yule Duke Abuya. Ya Duke Abuya. Duke Abuya na yeye wakati anaenda Young Africa yaliongelewa mengi Maziku kama unakumbuka. Israeli Mwenda mfano hai kabisa. Isla naye wakati anatoka Singida kwenda Yanga alikuwa anaekwa nje na Ande Kofi. Tunakumbuka yule Mgana. Alikuwa anamweka nje, alikuwa achezi Mwenda. Lakini Yanga wakaona potential yake. Na hivyo mkopo bwana, tuna Mwenda, tupeni Mwenda, walimchukua Duke Abuya wakamchukua na Mwenda. Hawa wachezaji wote walivyokuja Young Africa mpaka sasa tunavyoongea wote wapo kwenye kikosi cha kwanza cha Yanga. Na moja ya wachezaji ambao nguzo imara kwa Young Africa msimu huu pamoja na Duke Abuya, ambao ndo unasema sajili zao zilikuwa kama hivi walivyoenda Yanga. Bwana Wizla anakaa benchi, umeelewa wa nini huyo Duke Abuya bwana wa nini, mbona mchezaji wa kawaida tu, lakini walivyoenda Young Africa wameenda kuwaka. Sometimes ndio maana tunasema usajili Maziku ni jicho. Ni jicho. Yani jicho. Yani unaweza ukakaa hivi ukaangalia kwa sababu na mchezaji huyu mimi nikimchukua huyu mimi kwenye timu yangu huyu mimi ananisaidia huyu kabisa. Kwa mfano mimi Maziku nakwambia ukweli kabisa. Yani ije kutokea timu yoyote labda hizi Simba na Yanga ndo nawapa leo kodi. Wakaenda pale Azam. Timu yote tukasema msajili yule James ya Kaminko. Wani itakuwa moja ya sajili bora kabisa, na watasema kwa nini hatukuwahi kumuona mapema, kwa sababu James pale sasa hivi ana struggle kucheza. Lakini mimi ukiniambia viungo wangu bora kwenye nchi hii watatu wakati na 6 na namba 8 Akaminko mimi namweka. Sawa, ipo taarifa duru zinaonesha kuwa Simba Sports Club wanavuta kamba kweli kweli kwa ajili ya kumrudisha Kratos Chota Chama Mfalme kutokea Lusaka kujiunga na wekundu wa Msimbazi Simba kwa mara nyingine. Na usajili huu unakuja baada ya Jean Charles Ahoua dili lake la kuelekea Raja Casablanca ni kunukia maua, kwa sababu kiasi cha pesa cha bilioni 2 kimetajwa kuitikisa Simba. Baadhi ya viongozi wanavutana mashati. Viongozi wengine wanasema tuchukue bilioni 2 tumwache Ahoua aende kwa Fadru, wengine wanasema hamna, Ahoua baki, hiyo bilioni 2 tutaipata tu. Kipi ni bora, Salum Nolela? Bilioni 2 unauza Ahoua kwenda Raja, unamchukua Chama? Yani hiyo dili kama ipo Simba wachukue hiyo hela haraka. Haraka sana. Sio kwa sababu ya Jean Charles afai, ila kwa sababu ya maslahi ya timu. Kwa sababu mpaka hivi sasa Jean Charles atakuwa amebakisha miezi 6, si ndio? Mkataba kama sio 5. Sababu siku zote mkataba huwa ukishabaki hivi tunasema tu ligi kishaisha na mkataba wenyewe kama umeisha. Ndio. Umeelewa? Sasa kama kabakisha miezi 5 au 6 kwenye mkataba wake, na mchezaji hana mpango Maziku wa kuongeza mkataba, why usichukue hiyo hela? Kwa sababu ikipita miezi 6 ataondoka free. Sasa ukae na mchezaji kwa miezi 6 ukose bilioni 2, na ukae naye kwa miezi 6 yani ukae miezi 6 ukose bilioni 2, au umwachie kwa hii miezi 6 uchukue hiyo bilioni 2.
Na pia mchezaji alivyobaki sasa hivi unaweza kukuta ndani ya miezi 6 akacheza mechi zenyewe hata 20 sijui zisifike. Umeelewa? Yani almost huyu kama akashamaliza mkataba ndani ya Simba sasa. Na sura yake inaonyesha ni kama haridhiki kwa haridhiki kuendelea. Kwa hiyo hata kama Simba wakimngangania hata mchango wake hauwezi kuwa ule. Mimi naamini kwa hii miezi 6 iliyobaki Simba kama watamchukua bilioni 2 ya Jean Charles kumuuza, alafu wakamchukua huyo Chama ambao watu wanaombeza besa, kwa hiyo miezi 6 atawasaidia. Nasema bwana, kwa sasa kwa sababu sasa hivi hatuwezi tukapata mtu bora sana, tunamuuza huyo, tunachukua hii bilioni 2 alafu tunamchukua Chama hata kwa mkopo labda wa miezi 6 au tu kwa kama ni mkataba mtasema bwana, sikiliza, sisi tunakupa kwanza miezi 6 iko labda na option ya kuongeza mwaka mmoja, na hiyo ndo miezi ya Chama kuwasha moto. Kiwacha tu mkataba unakaribia mwisho, Chama ndo ana trend hapo. Kwa hiyo sio kwamba mimi nasema kwamba Simba wana shida tena kumrudisha Chama. Yani kama kuna option hiyo sasa imeshatokea na kuna malaki akiondoka Jean Charles lazima aje mtu sasa. Ndio maana nasema hata kwa mkopo tu wa miezi 6 wanaweza wakamleta Chama, ila sio kwa project. Sasa kama Simba sasa na wao walikuwa wana project. Ndio. Kama walivyozungumza wenyewe sasa hivi wana project, lakini nafikiri usajili wa Chama hauna afya sana. Kwa sababu usajili wa Chama Maziku ukiangalia una kabisa huu ni usajili wa muda mfupi. Yani sasa kama una project sio tena wakati muafaka wa Simba kumrudisha Chama. Bratus, ila kwa muda wanaweza kama itatokea ninosema dili la Jean Charles ataondoka. Wamlete kwa ajili ya kuziba tu nafasi kwa hii miezi 6, ila kama Jean Charles atabaki haina haja ya Simba tena kumrudisha Chama. Sawa. Bwana, kuna vile maisha yanakunyokea mpaka watu wako wa karibu wanashangaa.